Yo, what's up my people? Karibu tena ndani ya Wasanii na Sanaa. Ni kipindi ambacho kinakupa sana wewe mtazamaji, angalau ni fursa wewe ambaye ni chipkizi kwa talanta ya usanii na pia vile vile masuala na kuzungumzia, pengine tuseme kwamba uko na wewe ni mtangazaji, wewe ni mchekeshaji na ungependa pengine kuonyesha kipaji chako na kuzungumzia safari yako jinsi ilivyo, basi moja kwa moja tunazidi angalau kuweka wazi wale ambao wanafanya nini, wanaficha hizi talanta, lakini mwisho wa siku kumbe ni wao ndio wanalegeza tu. Hivyo basi msikilizaji na mtazamaji kwa ujumla, manake ni leo tupo ndani ya Amaika Live, ikiwa kwamba ni kipendacho leo. Kama kawaida nipo na mgeni ndani ya studio na tunaweza kuzungumza naye kidogo hapa aweze kunipigia story kuhusu story ya kwake, maana anasema kwamba Aisha Shy Boy, maana hajazoea masuala na kamera, lakini leo hii kwa mara ya kwanza pia atakuwa na tazama kamera moja kwa moja. Kumbuka nahodha ni Papa Chiteri kwenye ukurasa wa Facebook pale, nenda pale tafuta Amaika Media, Amaika Radio, uweze kutufollow pale kwenye YouTube, Amaika TV, Amaika Entertainment, Amaika Radio. Basi moja kwa moja tupo naye msanii ndani ya studio, na pia kwa usanii ni mtangazaji, atakuwa anajitambulisha alafu kisha tuanze kupiga naye story angalau. Karibu sana. Asante sana. Unasema Amaika. Amaika. Asante sana. Fresh sana. Mimi nashukuru. Kwa majina ni Nelson Sadfankali. Alafu la usanii sasa ile la kuleta unga na kutafuta maybe hata mke ni Sadfa 254. La kutafuta mke. Hapo inamaanisha kwamba kijana bado. Sasa najua nimejibu hapo mtu akikuuliza your status. Tayari umeshamjibu. Wacha nikuwe mwazi. Uko mwazi kwa bado hujapata. Karibu ndani ya Amaika TV. Asante sana. Angalau tuweze kuzungumza kuhusiana na utangazaji. Unasema kwamba wewe ni presenter. Na tujue kwamba huu presenter ulianza vipi bana. Unajua vijana wengi huko nje wanasema kwamba I'm a presenter. Mwisho wa siku hatujui presenter alianza vipi ama ile ya kujibandika. Sadfa 254. Mbona kaitwa Sadfa ndugu yangu? Tuanze hapo kwanza. Sasa nashukuru sana kwa sababu safari ndefu. Na wacha tuivute mpaka tujue Sadfa ilizaliwa vipi na 254 ikakuja vipi. Shaona. So mimi ni mzaliwa wa Taita Taveta. Tunasemaga community ambayo iko na watu wachache zaidi. Watu wachache sana. Sidhani hata kama tunafika 100,000 half a million. Sidhani. Yaani unasema kwamba unasema Kakamega ni kubwa hata kuliko Taita Taveta. Lurambi ni kubwa. Lurambi ni kubwa. So nimetoka mtaa unaitwa Undani. Undani ndio nyumbani. Nimezaliwa kule, nimekulia kule primary. At least primary ilianza ina public primary. Kwenye public pale. Sasa pale public mambo yako mazuri. Public ilikuwa ngumu. Unasema kwamba hii mambo na public haiko ina kufeva kabisa. Kwa sababu public very fast nilikuwa number 1, nilikuwa nacheza number 1, number 2 mpaka class 4. Number 1, number 2 mpaka class? Class 4 ulikuwa unajua hizi ni rahisi hapa hizi classes za kwanza lower classes za rahisi. Yes. Sasa nikapiga 4 pale, kuingia 4 mambo yakaanza kuwa magumu. Sasa pale unajua out of 500. Sasa hapo unajikuta wewe ni number 1 lakini umepiga 230 safi. 230 safi. Na wewe ndo number 1 hiyo shule. So nikasukuma mpaka nikafika around class 5. So my dad akaona this is not good. So kwa sababu mtoto wangu atakuja kwa shule ambayo hata sijasema hiyo shule iperform. Sijasema lakini ni ukweli na uhalisia. Kwa sababu hata inafika class 5 unaweza pata nimepata 199 na mimi ndo number 3. So jiulize the rest of maybe 30 students. So katika pale Undani ile shule ambayo ulioanzia masomo ya kwako ilikuwa public. Mwisho siku unapata kwamba wewe uko na 230, you are number position 1. Ama number 130, you are position 3. How come bro? So unajua maisha kijijini venye yako. Wewe unajua maisha kijijini. Maybe umeenda shuleni, mkoba ukiangalia maybe una promote mfuko fulani tu ama kampuni fulani ya unga, umeenda nayo shuleni pale, maybe umeenda na career bagane, viatu hujui ulivaa lini, close shoes. Shaona. Sasa nikasukuma, so ikafika time babangu akaona huyu jamaa anaweza fanya vizuri. So what if nikimpeleka na private school? So nashukuru.
kwa sababu alinipeleka private school fulani ambayo huyo head teacher alinisaidia. Because nakumbuka one thing ambayo inanichekeshaga sana, nilienda interview. Fika pale interview nikapewa maswali nifanye. Sikujibu kitu. English ilinishinda. Ilikushinda. English ndo balaa. Sasa hapa tuliandika there. Yeah. Is coming, is going. Is going. Sasa hiyo shule inakuwa imedividiwa mara mbili. For example, tuseme hapa tuseme nitoka Kakamega High School Preparatory. Yes, alafu tuseme Lubao pale itwe Kakamega Academy. So nilienda interview Kakamega Academy. So ule principal pale akasema pana, huyu hatumwezi. Ugonjwa wake ni mkubwa sana. Kijana arudi pale. Acha tu. Sitarudi. Wacha tumpeleke referral. Sasa hiyo shule ilikuwa inaitwa Mwatate Junior Preparatory. Sasa nikapelekwa preparatory. Pale nilikuwa nimefanya interview Mwatate Junior Academy. Sasa nilipoenda pale preparatory, ule mwalimu ambaye anaitwa Mr. Kamau, jamaa alinisaidia sana kwa sababu alinishika mkono. Kwa sababu alikuwa anajua sijui kitu. Yaani mimi nilikuwa sijui kitu. So akanishika mkono, mtihani wangu wa kwanza nashukuru nilipata around 365. Nilikuwa around number 10. My dad was very happy. And from there the rest is history. Nikamaliza class 8. Na nikamaliza preparatory, nilifanya vizuri. So kufanya vizuri bado mimi sikuwa na ndoto. Mimi sijaikuwa na ndoto kwa sababu mimi wanasema Galita mimi na masomo maji na mafuta. Maji na mafuta. Mimi wanapenda nione. Nifanye. Ni ufanye. Naona nikifanya. So unasema kwamba wakati umemaliza shule ya msingi pale darasa la 8 bado haujui hata usimame wako ndoto, hata hujui hujatugundua, wakati vijana ambao wapo katika vile darasa la 6 wamesali kugundua ndoto zao. Mtoto matajiri wanasema hatu be pilot, to be engineer, kijana hajui hata kuongea, hata sijui hata kujiexpress kwa sababu sasa, kwa sababu wewe mwenyewe ulikuwa Sadefa. Sasa ikaje umepita mtihani wako vile unasema kwamba umepata ile nafasi, umekuwa nafasi ya 10 na tayari walikuita katika shule ya upili. Ukajiunga shule ya upili. Kuanzia pale sijui ulikuwa na muonekano upi? Sasa umekuja kwa mazingira mapya kabisa. So wacha nikuregeshe nyuma. So hapo nilipofika class 8, my principal Mr. Kamau akanifanya nikakuwa head boy. Ile nifanye nisikuwe shy, alafu nijue kujiexpress. So hiyo ndio kitu ya kwanza alianza kunijenga nayo. So nilipomaliza KCPE tukafanya nikaenda extra school. An extra school ambayo inaenda kwa jina Dr. Agri National School. Dr. Agri. Nakumbuka alikuwa anatuchapa. Dr. Agri nimekumbuka sana. Dr. Agri. Unajua Dr. Agri, I think hiyo shule ilikuwa inatajwa sana. Kwa somo lipi? Ilikuwa Kiswahili na mathematics. Ilikuwa inafanya vizuri sana. So I was honored nikaenda Dr. Agri Boys High School. So kufika pale mambo yakabadilika pia. Kwa sababu nilipofika pale ndo nilijijua napenda sana. Kwa sababu form 1 tu nika join music. Form 1 nilipoingia form 1 mimi nilijoin music, then nikakuwa kiongozi wa music. Yaani ama umedunda ndio nimeingia tu. Mimi tayari nikawekwa kiongozi wa music. Kiongozi wa music. Nikasukuma. Nikapiga. Nilipopiga nikakuwa drama. Ukaingia drama. Yes, sasa pale kwenye drama pale sijui what you know. Nilikuwa curtain raiser. Nilipiga hizo. So nikapiga na nikaingia second year nikakuwa. Yaani mimi nimepiga kila kitu pale high school. Lakini masomo ndio sipigi. Watakwambia kwamba ulikuwa mzuri sana katika upande wa hizi tuseme kwamba talanta kupiga pale shuleni. Yes. Ulikuwa unapiga mpaka walimu walikuwa wanajua. Lakini hata ukija tu kwa class kijana hata ukufanya times peke yake ni inanishinda. Mpaka nilifika time walimu walikuwa hawezi niuliza maswali darasani. Wanajua hata hizo sauti kiuliza. Wanajua maswali yake ni gani ya kuuliza. Walikuwa wanajua maswali yangu ya kuniuliza ni gani. Sasa ukipiga pale drama ukamaliza, ukapiga pale high school music ukamaliza. Umemaliza mwaka upi shule? Around 2022. Sisi ndio watu ambao tulikuwa affected na corona. Tukafanya KCSE around April. Ya ule wakati. I was among the students. So tulifanya mtihani hiyo time. So hiyo time bado. Unajua mimi bado hiyo time hata sijajua. Kwa sababu wacha nikuchekeshe. Do you know kwanza ndio Dr. Agri form 1. Mpaka before KCSE sijaipita C minor. Kijana inapiga kule naonekana
shule za wasichana zinanitambua. Wasichana na kumeza mate, lakini kwenye masomo naongelea. Sijapita bila babu Simaina. So nikakuja nikakaa chini nikajiuliza ambapo ni form 4 tata mwafu ndio tufanye KCSE. Nikajiuliza nataka nini kwa maisha? Nataka nini? Kitu nikajijazia tu kwenye akili yangu, acha nipite. At least pia ule mzazi pia disappoint sana. So sisi ni automatiani. Unajua wakati automatiani ilikuwa ngumu. Mungu akanisaidia nikapiga C+ yangu. Safi kama pamba. Lakini ndugu hata uelewe kama ulipata aje hiyo C+. Hiyo na nililelewa kwa sababu nilijituma. Ulijituma. Sikulala. Hiyo nayo naweza sema kwa maisha yangu sijajituma hivyo. At last umepiga C. Because mimi nilikwambia mimi ni mtu wa kuona na kufanya. So ilibidi naona maandishi na cram. Ilibidi sasa tumeingia mchezo wa kukram. Ilinisaidia sana. At least sasa after hapo sasa ndio nimemaliza, results zikatoka. Mzazi akajisikia huru. Kwa sababu before tunangoja KCSE. Sasa nataka nikujibu swali ya kuwa nilijuaje kipaji. Kuna jamaa mwingine na big shout out sana huyu jamaa. Huyu jamaa mimi nilikuwa napenda kusikiza radio sana. Sio kama ulikuwa mpenzi wa radio. Mimi kuanzia primary ni radio, high school ni radio. Mimi nilikuwa naimba na radio. Yaani mimi ninapenda radio. Unapenda radio sana. Sasa kuna presenter nampenda sana anaitwa Hassan Omar Mikidadi Guzman. Alikuwa anapiga katika idhaa fulani hapo usiku extra. Ilikuwa silali. Sisi mimi nilikuwa kama watchman. Lala ikifika saa 8 hapo. Niko macho. Na niko na Hassan Omar. Kuanzia saa 7, saa 8 hapo saa 9 nasikiza Hassan Omar. So Hassan Omar aliniinspire sana. So mtu ambaye aliniinspire sana pia ni Clemo, kwa sababu Clemo pia 254 baba la baba. Holland anatoka tu mtaa yetu Taita Taveta. Sasa aliniinspire sana Mwende Masharia. Hao na watu kati ambao tunasema walizingatia kipaji changu. So ikafika time mimi nilikuwa namsikiza sana Hassan Omar. Yaani huwa Hassan Omar namvulia kofia sana. So ikafika time nikasema mbona hichi kitu ambacho Hassan Omar anafanya mimi nisifanye. Because nikiwa high school mimi nilikuwa rahisi sana kushawishi watu. So mimi naweza shawishi mtu tufanye hivi na hivi tunafanya. At least nikasema I have power na sauti. So mbona nisitumie hii power kwenye kipaza sauti kama hasa tunataka power. Wewe hapo sasa. Weka mawe. So tukapiga pale, nikapiga. So ikabidi nilikuwa na simu mbili. So nikasema hiki kitu nitaanza vipi? So ikabidi nachukua simu. Simu ya kwanza nachezesha zile drops ama nyimbo tu nacheza. Simu ya pili naweka na record. Shapata, so nikeka record na pause. Napiga kama ni intro. Ladies and gentlemen, fanya mambo yangu. So ngakuja nikamsikiliza babangu. Babangu alikuja nikamsikilizia. Nikamwambia dadi, sikia hii. Sikia. Mzee akasikia. Mzee wangu akaniambia, iko sawa hii. Sasa mzazi wangu pia kuna mshukuru pia aliniambia sasa wewe uone kama uko sawa hii. Uko sawa hii. Upande wa utangazaji, unaona uko sawa kabisa. Sasa ikafika results zikatoka, nikajua sasa kitu ambacho nataka kufanya ni wanahabari. Nauliza kwa zingine kando na hiyo? Juu hata akili yenyewe imefungana kabisa. Wanahabari sasa ikakuwa ni mimi na Hassan Omar anachokifanya najaribu kuongeza kidogo. Kwa sababu usiweza ongea naye, sina namba yake, sijui vile nitamfikia. So najua njia kumfikia ni mimi kumsikiza na kujaribu kitu ambacho anakifanya. Asante. Kapiga bwana, sasa nika-apply universities zote. Kwa sababu nime-apply ni moja, journalism. Mungu akasaidia nikakuja Kakamega. So kujipata Kakamega ndugu yangu. Wewe umeishi umelelewa pale Mwatate, upande Taita Taveta. Nimeishi undani. Kila kitu ni undani. Kila kitu. Umekuja katika mazingira ya Kakamega. So unafika Kakamega. Ukatua katika chuo kipi Kakamega? Chuo kikuu cha Masinde Mlero. Tunaita MUST. Tukafika MUST. Sasa kufika MUST nikakaa. Kasema sawa, journalism imenileta. Sasa at least hapo nilianza kuwa focused na hii career ya wanahabari. So nikaanza kujiuliza, nimekuja MUST nifanye nini? Huu ni mwaka upi? Bado niko first year 1.1. Babangu amekuja kaniacha pale. Akanipatia pocket money yangu. Sasa kuisema lakini mzae huko kufanya vizuri. Ndio itao. So kana nayo. Kwanza wazee after mama.
Afadhali mama. Afadhali mama anakuambia 500. 500. Ananiangalia, acha nikupatie ufanye hiyo pocket money. Alinyorosha lakini ni sawa. So nikajiuliza sawa, napenda journalism, tufanye nini? Nifanye nini? Haswa. Nikasema mbona nisibezi tu pale pale Kenya Hassan Omar anafanya. Utangazaji wa radio. Kitu kizuri nikasikia Must iko na radio. Must iko na radio. So sikuwa najua inaitwa. Uko unajua 1.1 hiyo. So sikuja kushughulika. Sasa unajua ule urafiki nini na nini. Jua hata yenyewe iko wapi? Sijui kwa sikuja kujisumbua kabisa. So nikaenda nikapiga 1.1, 1.2 tukaenda long holiday. Shaona? So kufika hapa you must at ile area kwenda kutafuta radio kwa wapi ilipungua. So mimi nilikuwa nafanya mambo yangu mengine. Ile kujuana, building relationships na watu. 1.1 tukaenda long holiday nyumbani. Sasa niko nyumbani siku moja. Tumetulia tu, niko kwa nyumba, niko online. Napitia hivi page ya Radio Maisha, naona they need a presenter. Mwenye anaweza fanya showbiz nini na nini. Nikasema inaweza. Nikaangalia ile comment wakasema we need a 1 minute video. Ujirecord tu bali. Ujirecord tu kaa pale ujirecord. Ndugu yangu, mimi nani? Nikashuka pale. Hiyo time niko na hawajalipia matangazo lakini si mwingine tu ya kamera yenyewe haiko tu safi. Kama kupiga kamera yangu pale safi, nijirecord 1 minute video. Dadangu ndo alinishoot nikikumbuka. Then nikamsikiza, nikamwambia babangu sikia hii. Niko sawa, wewe tuma. Wajua wewe sijui bahati. Usijua. Katumana pale. Nikasahau. Paka tukakutoka tumerudi ule holiday imeisha. Umeelekea shuleni tayari. Kuja kurudi huku kutulia. Kidogo napigia simu. Nadhani nilipigia simu around October. Imagine nilirekodia video around July. Mwaka upi? Sasa niko 2.1. Second year. Sasa video kumbuka nimerecord around July. Nimekuja kupigia simu October. Napigia simu na shangaa saa 11 simu sauti nasikia ya mtoto wa kike sauti safi. Unakuona wewe? Sauti safi. Na unajua kama comrade nao ni bachelor. Bachelor ndio yako si mchezo. Mtoto wa kike kanipigaje mapema hivi? Unapigaje? Unataka nini? What do you want? Mimi nikakuta sawa bwana. Sasa kufuta simu namsikiza. Akaambia I'm calling you from Radio Maisha. Mimi ni HR. Okay. Unamsikiza sasa. So nikamwambia yes. Sasa hapo hata inabidi lugha inabadilika inakuwa Kizungu. Yes, environment ina change. So nikaongea naye but akaniambia interview itakuwa kesho. Wewe uko wapi? Nikamwambia sasa so far so good. Mimi niko Kakamega. But nikamwambia uzuri wewe mwanadada alinisikiza vizuri. Namshukuru sana kwa sababu aliniambia kama uko Kakamega will you make it? Nikamwambia nipatie dakika 5 ni confirm na mzazi. Then I'll let you know. Unajua simu za kampuni mtu kama yule akikupigia simu huwezi mpigia simu tena. Si rahisi. Ni ngumu sana. Sasa mimi nikaongea na mzazi. Mzazi akaniambia so far so good. Mandugu zako hapa nishawalipia fee. Sasa hii kimfuko sama inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu. Na wewe binafsi najua hata sasa mwenyewe sasa bado ni ngumu. Nikasema sawa Mungu alipanga lakini mwisho wa siku pia nisilazimishe. Kabisa. Nikafuta simu kwa huyo HR. Kwa huyo kampuni. Nashukuru Mungu alishika simu. Kwa sababu nakumbuka simu hapo inakwambia wait your call will be taken. Nikatulia. Kimchezo akashika huyo madam. Kwanza sasa wazazi wamesemaje? Nikamwambia but I feel you lakini hii ni yako. Aliniambia madam aliniambia hii ni yako kwa sababu yeye ndo alisikiza hizo videos. Ushaona? So kaambia out of the videos zenye nimesikiza hii interview ulikuwa ufai kukosa. Paka kaniambia anataka kujisukume aniangalie kama ni fair uende. But mimi nikamwambia haina haja kwa sababu hata mwisho siku sawa ninaweza kuja alafu nikifika huko itakuwaje? Yes. Itakaa wapi alafu. Sasa nikasema niko nimetupa roho. Alafu kumbuka bado sijaenda hata Mustafa ukajua radio inakuwa operated aje kivipi hata wenyewe ndio uelewa kabisa. Ukaamua kijana akaamua sasa katufanyaje? Ya Radio Maisha Uliachilia? Niliachilia. Kwamba itabidi. Na hiyo wakati najua ilikuwa na ushawishi sana. Hata paka
wa leo. Kuna watu ukimwambia Radio Mission na kupigia simu ataenda. Kuna watu ataenda. So kama kwamba nikaachilia. Sasa nikakaa chini nikajiuliza nimeachilia hii opportunity na unaambia opportunities comes once. Shaona. So nikasema si kesho interview kwa saa 2. Mimi kesho saa 2 niko Must FM. Natafuta Must FM iko kesho saa 2? Saa 2. Kesho nikajipeleka Must FM. Fika pale nikakuta super producer kutoka Mr. Elvis Chamegere. Big shout sana kwa jamaa. Huyo jamaa nilifika pale nilikuwa na maneno matatu ya kumwambia. Mimi niko hapa nataka show. Wewe uko hapo unataka show. Basi. Akaniuliza reason gani unataka show? So nikamueleza hiyo story Radio. So akaniambia wow. Kama walikuwa wamekupigia pale na ulikuwa hujui kitu. Na lakini so far so good hapa Must FM shows zimejaa. Itakuwaje? Mimi nikamwambia wewe fanya vile utafanya. Yaani wewe fanya vile utafanya, unifix mahali tuweze tu kufanya ni kucomply haya machine iweze kujua jinsi ilivyo. Kila kitu. Hata kama ni sahihi. Mimi niko tu sawa. Niko ready. Ule akanisikiza. So kuna jamaa fulani alikuwa anaenda kwa jina. Kuna jamaa anaitwa Mkoka. Mkoka anatoka Mombasa pia na jamaa fulani anaitwa Tuva kutoka Mombasa. So akakuja pale ile kama kuna advice. Nini. Tukaongea nao akasema shwari, akasema kesho njoo. Sawa, walikuwa wanapiga show asubuhi saa 2. Mimi na kurauka ikakuwa ngumu kidogo. Ilikuwa ngumu. Ndio kurauka asubuhi ni ngumu. Alafu sasa unajua nilijua nikikuja pale sikuje kufanya show. Nilikuwa nakuja kuangalia, kusoma venye wanafanya. Na wao kumbuka wanafanya show watu ngapi? 2. So kuna show ilikuwa inafuata, ilikuwa inaitwa Gumzo Kazini. Ilikuwa inaanza saa 4 mpaka saa 7. Ilikuwa inafanywa na jamaa anaitwa Peter Areri. Shaona? So mimi nikapiga mahesabu nikaona hapa kwa saa 2 na wako wawili host na co-host itakuwa ngumu. Itakuwa vigumu. Wacha natafuta njia ya kupenya. Juu hapa naona wakipiga story ni wawili tu. Piga story na wameingiana vizuri. Yes, na sikatai mic za studio ni mbili. So ile si ya kuvuta huko rudisha itasumbua. So nikasema acha nitafute opportunity hapa kwenye Gumzo. Bas. Nikakuja hiyo saa 4. Nikakuja ngaka 3 good hours na Peter Areri. Bila nilikuwa sifanyi show. Yaani uko tu pale namsikiza Peter Areri. Na nilipokuambia mimi ni mtu wa kuona na kuja nifanye. Ni ufanye baadaye. Nashukuru hiyo 3 hours niliketi na Peter Areri nilishika kila kitu. Yaani kwamba kiakili limevuka hiyo wakati na ikashika kila kitu na alikufuatia sasa ilikuwa yepi. Sasa kitu ambacho ilifuata kesho yake ilikuwa ni Friday. Juu Peter Areri nilikuwa naye Thursday. Kumbuka interview Radio Mission ilikuwa Tuesday. Shaona? Nilipiga simu Tuesday. Na ule madam alafu interview ilikuwa Wednesday ndio nimekuja wapi? Kwenye studio Must FM. Hapo Must FM nikaambiwa njoo kesho Thursday. Mimi Thursday nikasema sitaingia show asubuhi, nitaingia show saa 4 ya Peter Areri. Tukapiga picha na tukakuwa na Peter Areri mpaka saa ngapi? Saa 7. Peter Areri akaniambia after show hatukuongea hiyo time show alikifanya siku. Yaani ukiwa akidewani hata hakuwa anajua ni nani. So after show ndo ananiambia, "Wewe ni nani?" Kamueleza hivi na hivi na hivi. Akaniambia basi wewe njoo kesho. Kesho sasa ilikuwa ni Friday. Siku ya party Friday. Party Friday, easy Friday. Ila maneno mengi. Haina maneno mengi ile. Kana flow. Kana flow. Sasa Peter Areri namshukuru pia kwa sababu naye alicheza na mindset yangu. Kuna yule jamaa alikuwa anataka niingie hewani. But hakuniambia kama Friday nitaenda hewani. So Friday nimekuja. Show imeanza. Na naona masaa yanakimbia. 10:30 Peter Areri hajakuja. Wallahi. 10:30 naona kijana sasa ajue hata kwa kufanya kitu. Peter Areri hajakuja. Kwenye roho yangu inaniambia niliona vitu vyote alifanya jana. Na ukumbuka mind you Friday kuanzia show imeanza saa 4 mimi nilikuwa na operate kuchezesha muziki. Muziki tu wewe kwa muziki kirahisi. Sasa mimi nasema kama nimechezesha muziki na sijachezesha muziki hewani. So what if nipige intro? Niko peke yangu studio. Tupe intro, ulipiga intro. Kapiga intro. Sasa hiyo time producer naye amefungulia. Kumbe sielewi walikuwa wameongea ama ilikuwaje. Mimi niko pale akasema shwari acha nipige intro. Nimefika kama around 10:20 hapo. Nikapiga ladies and gentlemen, nikasema sawa acha niweke mic on acha nipige intro. Ladies and gentlemen, boys and girls, uptown to downtown. Karibu tena kwenye masaa matatu ya burudani, interaction, educative stories ndani ya 103.9 Must
FM. It is what it is ndani ya Gumzo Kazini. Kali ni kali. Mwisho wa siku lazima wote ikubali. Mwisho wa siku wananiita Sadfa 254. Uko wapi na nani? Na mnafanya nini? Karibia sana alafu tufanye kwetu. It is what it is. Nikatoka. Kijana nilipiga. Nilitoka tu. Yaani niliua mara moja. Yaani hujawahi zungumza hewani for the first time. Piga namna hiyo. Kapiga nikaua. Safi bro. Producer akaingia. Akaniambia hii show. Maliza. Maliza hizo hours ambazo zimebaki. Nikapiga nikamaliza. Peter Reri sasa akakuja. Sasa Peter Reri alikuja around 10:30 10:45. Hiyo period hapo. So alipoingia kumbe alikuwa ananisikia. Sasa akaniambia ndugu yangu, hata usiinuke hapo kwa kiti yako. Kaa hapo kwa co-host. Leo mimi nitakuwa host. Mimi nitakuwa co-host. Tukapiga show. Ilikuwa nzuri. Hata tulipotoka hapo producer Elvis akaniambia basi huyu jamaa usimwachilie. Peter Reri akasema kwa sababu hiyo time ilikuwa kwa fourth year. Na ilikuwa ni hii period yao kutafuta attachment. Attachments pia. So akaniambia producer mimi haina haja. Niendelee kufanya niendelee kukaa hapa kwa show. Kwa sababu mimi nitaka nitoke. Hata nimekuwa nikitafuta mtu wa kumwachia hii show. Sasa kwa sababu nimepata mtu mzuri. Mbona niko second year hiyo time. Kijana second year akapewa show pale Munster akaanza kuipiga. Nilipiga ndugu yangu. Maisha yalikwendaje pale baada ya kupewa show ya kupiga pale? Ndugu yangu mimi siku zote wanaambiaga wa kila mtu kama uko na azimio ama uko na hiari fulani ya kufanya kitu. Umepewa chance. Na msemo wetu siku zote tunasema ukipewa uperform. It is what it is. Ukapiga. Sasa mimi ilikuwa sijawahi kosa for the 2 years. Mr. Fem. Sijawahi kosa show 2 years. Kila siku saa 4 mpaka sasa. Piga gumzo. Ilikuwa kubwa, imekuwa kubwa na itazidi kuwa kubwa. So wakati umepiga pale katika umetembeleza kuanzia pale chini mpaka pale umefika kwa sasa. Tukizungumza sasa hizo huu ni mwaka wako wangapi katika chuki hicho cha Masinde? So far so good. I mean 4th year. 4.2 namaliza. Hata kwenye shot tunamalizia because ni attachment imebaki. Hiyo attachment imebaki. Sasa namalizia tu. Sasa hizi niseme kwamba my brother nataka nikupe uje jinsi ulivyo. Wakati unakumbuka mwalimu akisema njoo jinsi ulivyo. Hata Mwenyezi Mungu alisema njooni. Sababu mlio. Sema kwamba sasa hizi Amaika inakupa ofa ya kuja kupiga attachment ndani ya bonge la idhaa ukanda wa magharibi. Tunazungumza vipi swala hili? Mimi nani nikatae? Mimi nani? Wewe nani ukatae? Mimi nani nikatae? Ukapiga pale shughuli zako. Sasa hizo umesema kwamba ndio unataka kuingia katika mambo na kuingia na attachment. I think itakuwa mwezi wa Mei. Itakuwa around Mei. Unaingia katika attachment. Mafanikio yako kama kijana na kuweka usema kwamba tuweke kwamba masomo na masuala ambayo ni ya utangazaji. Umeweza kuibalance namna gani? Masomo na utangazaji. Mimi so far so good. Hata kuna mwenzangu alikuwa anamueleza hapa hivi. Mimi nilikuwa nilivyosema tu kama mimi napenda kuona na kufanya. Sipendi theory. Theory? Mimi na theory. Mbona tunaendana ndugu yangu? Sidhani kama kuna mwanaume anapenda theory. Hamna. Kaa chini usome mpaka saa ngapi? Kichwa kigumu. Tusikie, tutazame tufanye. So mimi nilikuwa nikibalance kwa sababu classes kitu cha kwanza kitu ambacho ilinisaidia na Mr. Fem ilinifanya nikajiona na lecturers zangu wote. Walinijua. So wakakuwa najua huyu jamaa anafanya show Mr. Fem. Hata kama sijafanya cut mtana nimwambie nilikuwa show na atajua nilikuwa show. So kama atanipatia cut nifanye hapo ndani nitafanya. So at least Mr. Fem ilinisaidia kwenye masomo. So saa zingine si lazima niende class. So unakipiga mzazi nimekuwa nikimwambia naenda class. Lakini akijua tuzingatie laini. So umezipiga vizuri na mafanikio yako leo sema kwamba katika upande mwingine mwisho siku ndio unaona matunda ya matunda imenijenga. Imekujenga na pia vile vile kumekuwa na wale ambao umekuwa unawatazamia na uko na ndoto lazima utakuja ufikie. Kwa sasa Sadfa 254 jina likitajwa pale most wengi wanakubali. Na pengine utajua kwamba umekuwa pale ukiwa kiongozi kuwasaidia kwa sababu ya show fulani hapa na hapa. Ni nani ambaye unaweza sema kwamba saizi unaweza mvulia kwa kusaidia kabisa katika sana yako ya utangazaji? Siwezi sema mtu specific kwa sababu muone kwa hii jana nimetaja watu wengi.
Kwa sababu maybe mtu sahihi anaweza mweka top list, naweza sema Peter Reri, kwa sababu Peter Reri yani alikuwa hakusita. Hakusema hii show ni yangu. Yeye alikuja kusema yeye alisema bro chukua. Na ambapo hiyo ndio the biggest opportunity alinipatia. Kwa hiyo ingekuwa ni mtu mwingine angekufanya pale kama co-host alafu mwisho siku ikakuwa ngumu kukupatia nini? Kupatia chance. Unaona? So yeye kuja ile kuniambia tuchukua show. Ilikuwa kubwa. Niliua. Ndio hiyo uliua. Baada ya kuiua tumekuwa na faida na tumekuwa na pia vile vile changamoto. Changamoto zipi ambazo umekumbana nazo wakati uko katika hii safari? Changamoto ni nyingi. Kwanza mimi nasema ile ni institution radio ama tuseme Mustafa nilembe community radio pamoja na ni ya shule pia. So unakuta kichele tuseme ile kichele pesa inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu kwa sababu for example na si eti nitakuwa nasema najigamba sana ama sio itakuwa vipi. Pale Mustafa imekuwa any interview nimekuwa kizifanya mid morning shows. Kama kutakuwa na advert piga pale. Shona kama maybe somehow kama kutakuwa na promo maybe katatakana maybe nitagusia promo. Shona. So kichele itakuwa ngumu. Kichele inakuwa ngumu. Kwa ndio sema kwa hizi miaka ambazo tunazipiga miwili. Kichele kimekuwa ngumu. Imekuwa ngumu. Ilibidi sasa nianze kulivyo sasa nimeingia kwa system. Ikabidi nikaanza kutumia njia zao. Na sasa zingine hata producer anaweza kuwa nasikia radio lakini hajui ni advert nafanya. So kama unapiga advert yangu safi, nikitoka huko nje Lurambi kama ni hotelini na kula bure. So unafanya kwa mtu anakuambia, "Bandugu yangu, niko na kitu nataka kufanyia." Nataka utufanyie. Ukifanya hivi, ukisikiza wewe utakujenga. Wiki mzima wewe utakuwa nakula bure. Kama jamaa gas pale, wewe bure. Kwa sababu wewe ni comrade. Mimi ni comrade. Kwa yule ambaye ametazama pengine amekuwa amekitazama tu ile jinsi ulivyozungumza maisha yako jinsi yalivyo na pia vile vile safari yako ya utangazaji. Yes. Kwa sasa ni lipi ambalo unaweza unamshauri kama ni kijana? Yes. Ni kitu ambacho unaweza kumshauri katika safari hii ya utangazaji. Na tayari wewe ni msomi ambaye umesoma utangazaji. Yeah. So for me consistency kitu kingine maana. Passion ni kitu kingine maana. Alafu lengo kuu pia ni gani unataka? Kwa sababu hii myth tunasema ni myth imejazwa journalism imejazwa na maneno mengi na watu wengi. Watu wakisema hakuna kazi. Kazi ni nyingi kwenye industry ya journalism. Sean. So kwa mtu ambaye anataka kufanya journalism anataka kuwa kama mtu fulani consistency. Wewe weka mawe, weka mawe. Weka. Sasa the moment uko na consistency na uko na passion. Bisha hizo milango. Kuna msanii kutoka Tanzania anaitwa Mwanafe. Alisema nimebisha sana milango zilizoandikwa fungwa. Yani zimefungwa lakini unabisha. Na Mwenyezi Mungu akafungua hizo njia na pamoja na hizo milango. Sasa wewe enda ukibisha kila mahali. Sikia siku kama Kakamega unasikia kuna mic njoo Amerika. Hata wacha niwapatie siku kuja Amerika natoa viatu before. So imekuwa furaha yangu kwanza mimi na wewe kupiga story kuhusiana safari yako ya utangazaji na pia vile vile ninafurahia sana jinsi kijana kama wewe unasema kwamba hapa na hatua mdogo unaona kwamba kuna mafanikio angalau. Lakini unasema kwamba kuna opportunity ulipoteza lakini sio hoja maana sasa hivi zimevumbuka sasa zinatoka mingi. Ujumbe wako kwa mwisho kwa ile ambaye anakutazama mwisho kabisa kwa sababu ukimwelezea kuhusiana Maika na pia vile vile kuhusiana na handles za kwako unatupata vipi pale mtu anasema kwamba kijana anaweza kupatia kazi. Sawa. It is what it is. So bwana mwisho siku Sadfa 254. So mambo yangu ya mwisho tu ni kuamini kwa kile kitu ambacho nakifanya, Mungu mbele, alafu bidii mbele pia, alafu mambo mengine yanafuata. Across social media platforms. Hiyo kitu gani anichanganya sasa wananipata @Sadfa254 @Sadfa254 ama Sadfa254 utanipata tu. Namba zangu ni 011 4344 lakini jua kwamba kijana bado Amaika. Amaika. Kali ni kali. Kama
kali ni kali, mwisho wa siku lazima utaikubali. Nishaikubali. Amekuwa ni mtangazaji katika idhaa ile ya Mustra. Anasema kwamba ni kijana ambaye ni comrade, anamalizia ni mwaka wake wa mwisho katika chuo cha Masinde Muliro. Amezidi kutuambia kuhusiana na safari yake ya utangazaji na ndoto jinsi ilivyochipuka. Na pia vile vile uko pale nje na wewe ni kijana, wewe ni chipukizi kwa masuala ya usanii, masuala ya utangazaji, uchekeshaji. Njoo hapa Amaika TV na Amaika Media kwa ujumla. Tunakaribisha sana tuweze kuketi nao, tuweze kuzungumza kuhusiana na talanta yako msikilizaji. Na wewe popote ulipo unasikiliza, unatazama, watakwambia kwamba kama ni tamu basi imumunye. Nahodha amekuwa Papa Chiteri, tukutane tena wakati mwingine kwenye kipindi cha wasanii na sanaa. Inshallah Mungu akijalia pamoja bro. Itakuwa fiti. Kali ni kali? Lazima wataikubali.